Mvutano wa kisiasa kati ya Uturuki na Israel umechukua sura mpya baada ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kumfananisha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kiongozi wa zamani wa Ujerumani ya Nazi Adolf Hitler katika kauli iliyozua mjadala mpana wa kimataifa. Kauli hiyo iliyoripotiwa na RT News ilitolewa na Erdogan wakati akihutubia mkutano wa kisiasa nchini Uturuki, ambapo alionya kuwa dunia ikishindwa kuchukua hatua za kuzuia operesheni za kijeshi za Israel katika Gaza na maeneo mengine yanayokumbwa na migogoro, inaweza kujikuta ikirudia makosa ya kihistoria yaliyofanywa wakati wa kuongezeka kwa nguvu za Ujerumani ya Nazi kabla ya vita vya pili vya dunia. Katika hotuba yake, Erdogan alisisitiza kuwa ukimya wa jumuiya ya kimataifa kuhusu hali ya Mashariki ya Kati unaweza kuwa na matokeo mabaya kwa amani ya dunia. Alieleza kuwa historia inaonyesha jinsi mataifa yalivyochelewa kuchukua hatua dhidi ya Adolf Hitler, hali iliyosababisha janga kubwa la kibinadamu duniani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Erdogan alitumia mfano huo kuonya kuwa kushindwa kwa mataifa makubwa kuchukua hatua za haraka kunaweza kusababisha matokeo ya kihistoria yanayojirudia. Kauli hiyo imezua mjadala mkali kutokana na uzito wake wa kihistoria na kisiasa, huku wachambuzi wakisema inachochea zaidi mgawanyiko uliopo tayari kati ya Uturuki na Israel. Kauli hiyo ya Erdogan haikupokelewa kimya kimya na nchi ya Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alijibu kwa maneno makali akisema kuwa Erdogan hana mamlaka ya kuifundisha Israel kuhusu maadili au haki za binadamu. Netanyahu alimshutumu Erdogan na kumtaja kama dikteta mwenye msimamo wa chuki dhidi ya Wayahudi, kauli ambayo imeongeza zaidi moto katika mzozo huu wa kidiplomasia. Zaidi ya hayo, Netanyahu alikwenda mbali zaidi kwa kumshutumu Erdogan kwa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya Wakurdi, akimtuhumu kwa sera zinazofanana na ukandamizaji wa kikabila. Kauli hizi zimezidisha mzozo wa maneno kati ya viongozi hao wawili na kuongeza hali ya taharuki katika uhusiano wa nchi zao. Mvutano huu mpya unatokea katika kipindi ambacho Mashariki ya Kati tayari iko katika hali ya taharuki kutokana na vita vinavyoendelea Gaza na mivutano kati ya Israel na mataifa kadhaa ya kikanda. Uturuki imekuwa miongoni mwa wakosoaji wakuu wa operesheni za kijeshi za Israel, huku Israel ikisisitiza kuwa hatua zake ni za kujilinda dhidi ya mashambulizi ya makundi ya kijeshi katika eneo hilo. Kauli za Erdogan zimekuwa zikitafsiriwa kama sehemu ya msimamo wake wa muda mrefu wa kuunga mkono wa Palestina, wakati Israel ikiona ukosoaji huu kama kuingilia masuala yake ya usalama wa kitaifa. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema kauli hizi zinaweza kuongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Ankara na Tel Aviv, ambazo tayari zina historia ya uhusiano wenye misukosuko mikubwa. Katika miaka ya hivi karibuni, uhusiano kati ya nchi hizi mbili umepitia vipindi vya kuimarika na kudorora, lakini kauli za hivi karibuni zinaonekana kurudisha hali ya sintofahamu. Pia, inaelezwa kuwa maneno haya yanaweza kuathiri majadiliano ya kikanda na juhudi za upatanishi katika mgogoro wa Mashariki ya Kati, hasa kutokana na nafasi ya Uturuki kama mwanachama muhimu wa NATO na mshirika wa kimkakati katika eneo hilo. Wachambuzi wengine wanaonya kuwa matumizi ya lugha kali kati ya viongozi wakuu wa nchi yanaweza kuimarisha mgawanyiko wa kisiasa duniani, hasa wakati ambapo tayari kuna migogoro kadhaa inayoendelea kimataifa. Wanaeleza kuwa badala ya kusaidia suluhu, kauli kama hizi zinaweza kuongeza uhasama wa kisiasa na kuathiri juhudi za kidiplomasia ya kimataifa. Wapo wanaoona kuwa kauli za Erdogan zinaakisi msimamo wa sehemu ya mataifa ya kusini mwa dunia yanayokosoa vikali sera za Israel katika Gaza. Kwa sasa, hakuna taarifa rasmi za hatua zilizochukuliwa za kidiplomasia kufuatia kauli hizi za hivi karibuni, lakini mvutano kati ya Uturuki na Israel unaendelea kufuatiliwa kwa karibu. Wachambuzi wanasema hali hii inaweza kuendelea kubadilika kwa haraka, hasa ikiwa kauli za viongozi hao zitazidi kuongezeka kwa ukali katika siku zijazo. Mgogoro huu wa maneno sasa umeongeza sura mpya katika siasa za Mashariki ya Kati na kuacha swali kubwa kuhusu mustakabali wa mahusiano kati ya Ankara na Tel Aviv katika mazingira ya sasa ya migogoro ya kikanda Mashariki ya Kati.